Kwa majina naitwa Christina Kamili Ruhinda, ni mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa mashirika yanayotoa huduma ya msaada wa kisheria nchini Tanzania. Na kwa kifupi tunaitwa TANLAP. TANLAP ilianzishwa kwa majukumu ya kuratibu mashirika soko ya kiserikali ili kuweza kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa watu wasiokuwa na uwezo na makundi maalum. Kwa hiyo makundi ambayo tunayahudumia ni pamoja na makundi ya wanawake, watu wenye ulemavu na watu ambao wako kwenye mikoa ambayo iko pembezoni na watu wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za mawakili. Kwa hiyo tumekuwa tukiwajengea uwezo mashirika mbalimbali juu ya sheria mbalimbali ili waweze kutoa huduma msaada wa kisheria katika maeneo yao. Lakini pia tumefanya mafunzo kwa wasaidizi wa kisheria ambao wako katika halmashauri zote za Tanzania ikiwemo na kata zote. Kwa hiyo kazi wanaoifanya ni kutoa elimu ya kisheria ili wananchi na hasa wanawake wanapokuwa na changamoto mbalimbali waweze kupata huduma ya msaada wa kisheria. Waweze kwanza kuzifahamu haki zao, kuzitetea na kuzisimamia. Kwa hiyo wale wasaidizi wa kisheria wanafanya kazi hiyo na wamekuwa wakikutana na makundi ya wanawake ambao yako katika jamii yetu. Na kama unavyofahamu kuna makundi mengi sasa hivi ambayo yameanzishwa, makundi ya kidini, makundi ya vikoba. Kwa hiyo wasaidizi wa kisheria kazi yao kubwa wanaoifanya ni kuhakikisha kwamba wanawafikia ili waweze kuwafahamisha juu ya haki zao za kikatiba, za kisheria na wao waweze kuzisimamia. Lakini pia tumekuwa tukifanya tafiti mbalimbali na ushawishi katika kuboresha sheria ili tuweze kupata usawa wa kijinsia katika sheria zinazotungwa na haki za mwanamke kwa sababu ni haki za binadamu pia ili ziweze kuonekana kwenye sheria. Kwa sababu kazi kubwa ambao wasaidizi wa kisheria na sisi watoa huduma msaada wa kisheria tumekuwa tukifanya, tunakutana na changamoto nyingi ambazo unakuta hawafahamu kuhusiana na sheria zinasema nini juu ya umiliki labda wa ardhi, juu ya migogoro ya ndoa, migogoro na umiliki mali kwa ujumla, lakini pia ukatili wa kijinsia kwa sababu ukatili wa kijinsia bado upo kwa wanawake na watoto katika maeneo yetu. Kwa hiyo ni kazi pia ambayo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo ukiwa kuna miswada inaletwa tunaalikwa kwenda kutoa maoni yetu na mapendekezo yetu. Na kimsingi tumeona mapendekezo mengi ambayo tumekuwa tukiyatoa yanachukuliwa. Japo bado hayajachukuliwa kwa kiwango kila ambacho tunakitaka kikubwa sana, lakini unaona kwamba kuna mwitikio mkubwa wa kuchukua maoni pale wanapokuwa wamekualika na wanahakikisha kwamba wametualika na tumeshiriki. Na kingine tunachokifanya sasa tunashiriki katika michakato ya uchaguzi na demokrasia nchini. Kwa sababu changamoto hizo ambazo unaziona labda kutokufahamu haki zao za kisheria, masuala ya umiliki wa ardhi na yote yanawekwa kwenye sera na utungwaji wa sheria. Kwa hiyo tunahakikisha tunawahamasisha wanawake ili waweze kushiriki katika michakato ya uchaguzi. Washiriki kama wapiga kura lakini pia washiriki kama wagombea ili waweze kukaa kwenye kiti cha maamuzi pale zinapotungwa sera lakini pia sheria na wao wawemo ili waweze kuhakikisha maslahi mapana ya kwao yameingizwa kwenye sera na sheria kwa sababu huko ndo kila kitu kinafanyika. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba na wao wanashiriki. Kwa hiyo hayo ndo mambo makubwa ambayo tumekuwa tukiyafanya kwenye jamii na mfano mwaka jana kwenye uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa. Ndio. Tulitoa Tanzania. Ndio. Tulitoa elimu ya mpiga kura lakini na elimu ya uraia na hasa tulikuwa tunaangalia makundi ya wanawake, vijana. Na tunaposema vijana kuna vijana wasichana na watu wenye ulemavu. Na watu wenye ulemavu pia na wanawake wapo. Kuhakikisha kwamba wanashiriki kwenye uchaguzi ama kwa kupiga kura ama kwa kugombea nafasi mbalimbali. Na tuliona mwitikio kina mama wengi walijitokeza na vijana walijitokeza. Kwa
Kwa hiyo hizo ndo kazi ambazo tumekuwa tukizifanya. Kazi ya kufanya tafiti, kujenga uwezo, kufanya ushawishi wa maboresho ya sera na sheria, lakini kujihusisha katika michakato ya uchaguzi na demokrasia na masuala ya haki za binadamu kwa ujumla wake.